Karibu mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu ambapo familia moja katika kaunti ya Bomet inaomboleza kifo cha kijana wao wa miaka 16 aliyeshambuliwa na mamba na kufariki. Kijana huyo alivamiwa na mamba alipokuwa akiogelea katika mto Chepkulo ulio katika mpaka wa kaunti ya Bomet na Narok. Aaron Kipkoech ana maelezo zaidi. Sura za huzuni zinatukaribisha katika boma la familia hii, wakijaribu kutafuta ufahamu wa matukio ya jana. Nishangaa hata mpaka saa hizi sijakuwa mzuri kabisa. Nilikuwa nimevuka hapo ng'ambo pande hii. Wakati nakuja ilikuwa jioni. Napata watu pale tu kwa mtoni, lakini sikuuliza nini naendelea. Kitu kama saa 2:30 ndio najua sasa mtoto wangu ameuliwa na mnyama huko mtoni. Ni kisa cha kuuawa kwa kijana huyu wa miaka 16 ambapo sasa wakazi wa eneo hili wanasema wamechoshwa na mahangaiko ya uvamizi wa mara kwa mara wa wanyamapori, wakilaumu serikali kwa kutoweka mikakati ya kutosha kuwalinda. Nataka tusi wachungaji wa wanyama wachunge wanyama yao. Basi tutese sahi wamekuja. Wameteramuka huko chini kutafuta hiyo mnyama iko sahi. Huko nyuma pia visi wanakuja kufamia kondo wetu. Na tukitaka kuongea na serikali au wenyewe hatutaki kutusikia. Hapa si conservancy. Conservancy iko upande ule mwingine wa Narok County, upande huu ni Bomet County. Hatuwezi benefit, hatupati chochote kwa serikali. Polisi wanasema maafisa wa shirika la huduma kwa wanyamapori wanaimarisha doria. Na tumeshirikiana na walinzi wa KWS kuhakikisha kwamba usalama huko katika area kijiji kile, na tutazidi kutumisha hiyo amani, na tunaomba wananchi washirikiana na sisi polisi na wale wa KWS kuhakikisha hao wanyama tumewatunza na ili wasiweze kusababisha vifo zaidi. Mwili wake marehemu umehifadhiwa katika makafani ya Longisa huku maandalizi ya mazishi yakiendelea. Aaron Kipkoech, Runinga Citizen.